because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Efezi 2:10. Efezi 2:10. Tuko wote hapo. Baba. Baada ya kusema hapa, katika aya ya 8 inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, na huu si kutoka kwenu, maana ni karama ya Mungu. Aya 9 inasema, si kwa matendo, ili mtu asijisifu. Na aya ya 10, ile niliyokuwa nayo moyoni, inasema, kwa kuwa tu kazi yake. Tuliumbwa katika Kristo Yesu kwa ajili ya matendo mema, ambayo Mungu aliyatayarisha tangu zamani ili tuende ndani yake. Sikiliza, hapa kuna wazo la ajabu. Sisi ni kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu. Kipi kimeumbwa katika Kristo Yesu? Uumbaji mpya katika roho yako au mwili wako. Inamaanisha sisi tumeumbwa katika Kristo Yesu, katika Kristo Yesu. Roho yetu imekamilishwa kwa sadaka moja tu. Tuna uzima wa kiroho, lakini tunaishi katika mwili wa kidunia usiotii sheria ya Mungu. Kama mwili wangu wa kimwili hauwezi kutii sheria ya Mungu, basi hicho si kile alichoumba Yesu Kristo, kazi yake kulingana na Kristo Yesu. Inamaanisha mwili huu wa kimwili si ule unaotakiwa kutembea katika matendo yaliyotayarishwa tangu zamani. Ingawa mwili wa kimwili hutembea kwa sababu roho inaishi ndani yako. Lakini kuna matendo yaliyoandaliwa tangu zamani ili sisi tuweze kuyaendea. Sasa angalia pumziko la kiroho ambalo ni lazima uwe nalo ili nyama yako ya kimwili isianze kuunda matendo hayo, kwa sababu sisi tumeamriwa kupumzika kutoka kwa matendo yetu wenyewe. Na matendo yako yakoje? Ni kama vitambaa vichafu, hayafai kitu. Matendo yako hayajawahi kuwa na faida. Sasa kuna matendo aliyoandaa tangu zamani. Hayo si matendo yanaundwa na mwili wako, lakini ni lazima utenganishe vizuri matendo yaliyoandaliwa tangu zamani. Ni matendo yanayowasilishwa kwa roho yako. Ni matendo yaliyowasilishwa yanayokuja wakati unajua kuishi katika roho. Wakati unajilisha vizuri kiroho, yeye huanza kukuelekeza na kukutuma kwenye matendo yaliyoandaliwa tangu zamani. Kwa sababu katika mwili unaweza kufanya uamuzi wowote. Sasa angalia, sisi ni kazi yake. Na kama sisi ni kazi yake, yeye lazima awe na matendo kwa ajili ya kazi aliyoifanya. Unajua kwa nini? Kwa sababu kila kiumbe kina matendo yake yaliyoandaliwa tangu zamani. Kwa mfano, kila kitu Mungu ameumba, kuna uumbaji mwingi. Kuna miti, kuna samaki, kuna maua, kuna vipepeo, kila kitu hapa ni uumbaji. Na kila kiumbe kina matendo yake yaliyoandaliwa tangu zamani. Neno la Mungu linasema kwamba nyasi zinaanza kuota na kisha kuzaa maua. Kwa maana nyingine, nyasi haisiti, kwamba itaendelea kukua. Mti hauna shaka kwamba utakuwa, unachohitaji ni ardhi. Baada ya kuwa na ardhi, hicho kina kazi yake yenyewe katika maendeleo. Biblia inatuambia, tazameni ndege wa mbinguni, ambao hawafanyi kazi, wala hawaziungi, wala hawajisumbui, na hawakosi kitu cha kitu. Basi Biblia inatulinganisha na kusema, je, ninyi si zaidi? Kama vile kusema, ikiwa kila kiumbe kina hatua yake ya maendeleo, kila kiumbe, kila kitu kilichoumbwa hapa hakikosi kitu. Ikiwa Mungu anakuambia, wewe ni kazi yangu, mimi nimekukuumba ili utembee katika matendo ambayo tayari nimeandaa tangu zamani, unaweza kuamini hilo na kutembea vizuri.
Hiyo inaleta amani. Kinyume chake, adui wa hilo ni wasiwasi, kuhangaika, mashaka. Bwana, na nitajitegemeaje? Na nitasurvive vipi katika hali hii? Sasa nitakuambia jambo moja, shaka na wasiwasi wa jinsi Mungu atakavyokubariki ni adui mbaya zaidi kwa uumbaji. Sikia ndugu, lakini jambo baya zaidi ambalo linaweza kuwepo kwa mtoto wa Mungu ni sikia, kutokuamini, wasiwasi, ukosefu wa pumziko. Umeitwa katika ufalme usioitikiswa, kazi ziliandaliwa kwa ajili yako. Tunasoma tena kuthibitisha shaka yoyote. Tazama anachosema mstari wa 10, kwa sababu sisi tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu kwa ajili ya mema gani? Kwa matendo mema. Watu wanasema, ndiyo mchungaji, lazima kulipa bei kwa matendo mema. Bei gani utalipa? Hayo yametayarishwa. Unachopaswa kufanya ni kuzaa matunda ya midomo inayokiri jina lake. Unachopaswa kuwa nacho ni shukrani. Unajua imani ni nini? Imani ni shukrani. Imani ni kufumbua siri ya matendo ya shukrani. Hilo ni siri kubwa. Kutembea kwa shukrani. Sema, Baba, najua yote yangu yamepangwa. Ninatoa shukrani, ninashukuru na nitatembea kwa kazi zilizotayarishwa. Hilo ni siri. Siri na mtazamo wetu wa kutembea katika pumziko na mapumziko hayo. Mfano ambao baba yetu Abrahamu alitupa. Wanamwita baba wa imani yeye, kwa sababu matendo yake yalikuwa ya Agano Jipya ingawa Agano Jipya halijafika. Mstari wa 13, ahadi ya kumfanya Abrahamu au mzao wake mrithi wa ulimwengu haikupewa kwa sheria, bali kwa haki ya nini hasa? Haki ya imani hiyo. Kama wale wa sheria ndio warithi, imani inakuwa bure, ahadi inafutiliwa mbali. Sheria huleta nini? Sheria haileti pumziko, haileti imani. Sheria haileti imani. Sheria inaleta hasira, wasiwasi, ghadhabu. Sheria ni hatari. Sheria inaleta kifo. Paulo alimuua Stefano kwa sheria. Sheria ni ya hila. Mkristo wa Agano Jipya aliye katika sheria ni hatari kukaa karibu naye. Anajaa uovu na anaweza kukuumiza. Kama uko katika neema, wewe ni Mkristo, hauhoji bali unabariki na kuwaongoza wengine kwa Bwana. Mstari wa 16 unasema hapa, basi ni kwa imani ili iwe kwa neema, ili ahadi iwe imara kwa uzao wake wote, si kwa ule wa sheria tu, bali na kwa ule wa imani ya Abrahamu, ambaye ndiye baba yetu sote. Kama ilivyoandikwa, nimekufanya wewe uwe baba wa mataifa mengi. Mbele za Mungu ambaye alimwamini, yeye huwapa uhai wafu na kuyaita mambo yasiyokuwako kana kwamba yapo kabisa. Aliamini katika tumaini kinyume na tumaini, ili awe baba wa mataifa mengi, kulingana na kile alichoambiwa, ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Wala hakidhoofika katika imani alipokifikiria mwili wake ambao ulikuwa tayari kama maiti, akiwa na umri wa karibu miaka 100, au kutokuzaa kwa tumbo la uzazi la Sara. Ukitazama mwili wako, imani hudhoofika na kila kitu kinaanguka. Kwa hiyo kuna wito. Kuna wito, sikiliza, wa kutazama uumbaji mpya ndani yako katika Kristo Yesu. Tupo wote hapa. Uumbaji mpya katika Kristo Yesu ulioko katika roho yako, kwamba wewe ni uumbaji mpya, tayari una maandalizi yote. Tayari una matendo yaliyoandaliwa. Yako yapi? Unayagundua unapotembea kwa imani. Kutembea kwa imani na si kuzingatia mwili wako. Mwili wako hapa hautakusaidia. Kwa kweli, adui yako mbaya ni mwili wako. Huyo ndiye adui yetu.
Mwili kwa sababu ya sheria ya dhambi inayokaa bado katika nyama hiyo. Hapo hapo katika Warumi sura ya 7, angalia Paulo anasema katika Warumi sura ya 7 mstari 18, na najua ndani yangu, yaani katika mwili wangu nini? Angalia, si mwili tatizo, ni kile kinachokaa ndani yake. Anasema najua ndani yangu, yaani katika mwili wangu hakuna wema. Angalia anachosema, kwa sababu kutaka kutenda mema kumo ndani yangu, lakini kutenda hakumo ndani yangu. Mwili haunisaidii, nataka kutenda mema, lakini nina mwili usionisaidia. Hakuna ushirikiano kutoka kwa mwili, hakuna msaada. Fikiria, unapochukua tiba, unapochukua msaada wa kisaikolojia, ni kumtia moyo mwili wako kutenda mema. Hiyo ni ya muda tu. Ukishajifunza kutenda mema kutoka roho yako, hilo ni la milele. Roho inakutunza katika wema, lakini mwili haushirikiani. Lakini baada ya kugundua hili kwamba uumbaji mpya una matendo yaliyoandaliwa, pia unapaswa kugundua kwamba ukizingatia mwili wako hautakusaidia. Mwili wako uko kinyume na wewe. Lazima uamini kwamba matendo yote kwa ajili ya roho yako yameandaliwa. Huna haja ya kulipa bei, huna haja ya kuwekwa chumba kusali siku 24 kwa kufunga ili Mungu akufunulie wingu lake. Unapaswa kuamini Mungu alitayarisha matendo yake tangu zamani, na kile kilicho chako hakuna anayeweza kukiondoa. Yule aliyezaliwa nyundo, misumari humwangukia kutoka juu. Ikiwa uliumbwa katika Kristo Yesu, uliumbwa kwa matendo mema ambayo Mungu aliyatayarisha utembee. Lakini mwili wako utakwambia hilo halitatokea. Fanya hivi uone Mungu hakukutayarishia kitu. Lipa bei au utabaki bila chochote. Jitolee, uwe macho, uwe macho, uwe macho, jitahidi, uwe jasiri, vinginevyo. Lakini Biblia inasema hapa, napendelea kuamini Biblia. Napendelea kuamini kwamba ikiwa ndege mdogo tayari amepata kila kitu kimetayarishwa, basi mimi nina thamani zaidi ya ndege mdogo, na ikiwa mimi nina thamani zaidi ya ndege mdogo, matendo yote yametayarishwa mapema na lazima niwe na imani kwamba ataniongoza kwenye hayo matendo. Mimi sihitaji ulinzi, sihitaji uhusiano mahali pengine ili yeye. Naam, ikiwa inaweza kuwa baraka kunihusisha na kitu bora, amina. Lakini lile la kuendelea kusema uongo na kujipendeza kwa sababu fulani akinibariki, hapana, si hivyo pia. Mungu ana matendo aliyotayarisha mapema kwa ajili yangu, na hakuna anayeweza kuzuia matendo hayo yaliyotayarishwa mapema. Kuna matendo yaliyotayarishwa kwa ajili ya wanyama wote, mimea, uoto, kuna matendo kwa ajili yao. Wewe ni uumbaji bora zaidi, Mungu ana kila kitu kwako. Sasa unapaswa kutembea kwa imani. Unapaswa kutembea kwa utii, unapaswa kutembea ukiamini kile Mungu anachosema. Wewe ni nani? Hatutapokea kile tulicho nacho rohoni kama hatukiamini. Inabidi kushinda maadui wa imani walio katika miili yetu. Mishale yote inayotoka katika mwili wetu, inayokuja kinyume na kile Mungu alichotangaza kwa ajili yako, ni matendo yaliyotayarishwa mapema kwako. Sasa tuko tayari kujinyenyekeza, yaani, Mungu ana matendo hayo kwangu. Bwana, sitatenda dhambi ya kutotii, nitaamini. Sitaanza kukata tamaa, sitakuwa na wasiwasi. Na kumweka Bwana kwanza. Baba, ninaamini unanibariki. Ninaamini uko nami, ninaamini wewe ni msaidizi wangu. Sitaogopa kile mwanadamu anaweza kunifanyia. Lakini mtazamo huo lazima uwe pale na kuweka macho kwenye mwili. Kwa sababu tazama, kile Abrahamu alisema kimenivutia. Hakuchukulia mwili wake ingawa alikuwa na miaka 100. Sikiliza, kutochukulia mwili wako hapa kwa Abrahamu ilikuwa ni kupata mtoto.
Lakini kwetu inaweza kuwa kwa njia tofauti ambazo mwili unatuwezesha na kutuambia kwamba hatutashinda. Na unapaswa kuona kwamba adui yako atafanya kazi kupitia mwili, akishawishi, akiongea, akikushtaki, akifanya hila zote kuzuia kile kilichofanywa kwa ajili yako. Kile kilichofanywa tayari. Ni wangapi wanaamini Mungu na kwamba tayari ana matendo yaliyotayarishwa? Sikiliza, ni swali zuri sana mchungaji, yatakuwa yapi? Sikiliza, jinsi tunavyopenda kujua siku zijazo. Ndiyo maana kuna wanajimu. Ndiyo maana kuna wanajimu wa nyota. Kwa sababu wanajimu wa nyota daima huzungumza kuhusu siku zijazo. Hata kanisani wameingia wanajimu wa nyota wanaokuambia, tazama, mtumishi wangu, nina hii kwako, nina ile kwako, na mwaka fulani nitakubariki hivi. Sikiliza, ungependa kujua sasa hivi mustakabali wote. Sasa siku zijazo, huna haja ya kujua siku zijazo kwa undani. Unachopaswa kujua ni kile ambacho neno linasema, ambalo linasema, tazama, wewe ni kazi yangu, uliumbwa katika Kristo Yesu, na nina matendo yaliyotayarishwa kwako ili utembee ndani yake. Na matendo yote ya Mungu ni mema. Je, Mungu ana mambo mema kwa ajili yako? Ni wangapi wanaamini kwamba Mungu ana mambo mema? Yeye hana kitu kibaya. Hana kitu kibaya kwako. Kibaya kinachoweza kukufikia ni kile unachoruhusu kuingia kupitia mwili. La laana kama hilo. Tazama, kuna watu wanaolaani makanisani. Kuna watu wanaopenda kucheza jukumu la mnajimu na kukuambia, tazama, Bwana amenionyesha kwamba msiba unakuja kwako. Na ukijua unaposimama, unasema, ndugu, lakini Biblia inasema kuna matendo mema yaliyotayarishwa ili kutembea ndani yake. Ulitoa wapi Biblia hiyo kichwani mwako? Ni kwamba Mungu amenifunulia. Basi tazama, mwombe akufunulie maisha yako mwenyewe na aache yangu pekee. Siku moja dada mmoja aliniambia, mchungaji, Bwana alionyesha ulikuwa katikati ya bahari kuu. Na ilikuwa wakati nilikuwa ninaanza na jambo hili la neema, kwamba kila mtu aliniambia ndani ya kutaniko, kila mtu. Nilikuwa kibao cha majaribio kwa manabii wote na wale wote waliokuwa na ishara za manabii na za uaguzi, na basi kila mtu alileta unabii kwangu. Basi dada huyu anayehesabiwa kuwa nabii mwenye nguvu, siku moja alinijia na kuniambia, ndugu, Mungu alionyesha maono na wewe. Na Mungu alikuonyesha katika bahari kuu. Kweli dada? Na akaniambia, na Mungu alionyesha kwamba ulikuwa kwenye barafu kubwa. Na wewe ulinusurika kwa sababu ya barafu ile iliyokuwepo. Na basi, sikiliza, na alikuwa akiniambia, na barafu ilikuwa ikiyeyuka. Tayari unajua nini kingenitokea, sivyo? Alichotaka kuniambia ni, na kuona ukihubiri mambo ya ajabu na kukutisha, nikwambie uko baharini na katika hatari. Na alipomaliza nilimwambia, dada, nini kinakufanya ufikirie kwamba barafu ikiyeyuka nitazama? Inawezekana nitatembea juu ya maji, kwa nini huioni hivyo? Na wengine wanaanza kukuambia, ndugu, niliota nyoka mnene katika nyumba yako. Na nyoka alikuwa ameizingira nyumba na hukuepuka kutoweza kutoka nje ya nyumba yako. Na nini kingine kilitokea, ndugu? Na nyoka atakula wewe. Maneno hayo na unajibu hivi, ndugu, na hukugundua kama nyoka alikufa. Lengo ni kukutisha. Basi mimi sihitaji kujua yajayo, mustakabali wangu uko katika Waefeso 2:10. Jose Luis, wewe ni kazi yangu, ulioumbwa ndani ya Kristo Yesu kwa ajili ya matendo mema ambayo Mungu aliyapanga mapema ili uweze kutembea katika hayo.
Ni nani anayeamini kwamba Mungu ana matendo mema? Ni mema. Hakuna kitu kibaya hapa. Unajua nani huleta ubaya hapa? Mawazo yako. Inaonekana kwangu kuna maji mengi yanakuja. Jilinde kwa sababu sasa kuna mfumuko wa bei. Na kwa sababu ya mfumuko wa bei, manabii wanatafuta Unakumbuka Yesu aliwakemea Mafarisayo na kuwaambia, mnatafuta ishara. Unakumbuka manabii walitoa unabii wao kulingana na ishara, na Yesu aliwaambia, wakati kuna mawingu, nyinyi mnasema mvua itanyesha. Hiyo ni rahisi. Kwa nini hamfafanui ujio wangu? Hamthubutu kunifasiri japokuwa manabii walinena nami, Musa alinena nami, Agano lote la Kale lilisema nami. Hawasemi chochote nami, lakini wanasubiri mawingu kusema mvua itanyesha. Ni wagumu. Na watu wanasubiri Halloween kuongea kuhusu mapepo. Na wanasubiri siku ya wapendanao kusema Kristo ni mpenzi, na wanasubiri Krismasi kusema si tarehe ya kuzaliwa. Basi wanaendelea kusubiri ishara za nyakati kama walivyofanya Mafarisayo ili waweze kutabiri. Na kisha vita inatokea huko, na mara moja wanakuja na unabii. Na sasa fedha ziko katika hali mbaya kidogo, na wanaanza kusema kwamba soko lote la pamoja, soko la Ulaya, yote ni ishara kwao na wanategemea hayo. Basi ikiwa hali inaboreka, wanakuambia kuwa mwangalifu kwa sababu imeboreka, na ikiwa inazidi kuwa mbaya, wanakuambia kinyume chake kabisa. Ndiyo maana yake. Zingatia, zingatia ikiwa unataka kweli. Ukitaka njia salama, ukitaka amani, unachopaswa kufanya ni kuweka macho kwa Yesu. Mwandishi na mkamilishaji wa imani anakuambia usiku huu, tazama watu wangu, nyinyi ni kazi ya mikono yangu na niliwaumba ndani yangu. Nyinyi ni kazi ya mikono yangu, mlioumbwa katika Kristo Yesu. Karibu kabisa. Mlioumbwa katika Kristo Yesu ili kutembea kwa ajili ya dhiki kuu hiyo. Ili kutembea katika matendo mema ambayo mliwatayarishia tangu zamani. Ndiyo maana Abrahamu hakutazama mwili wake. Mwili una mambo mabaya. Katika mwili, tazama. Katika mwili kuna mambo mengi yenye utata, na unapaswa kujilinda na akili yako. Ndiyo, kila kitu cha Mungu huja kwa amani. Kila kitu cha Mungu huja na roho yako. Hutakiwi kupotosha, sivyo? Umeona, Biblia inasema alikuteua kulingana na yeye atendaye mambo yote sawasawa na mapenzi yake. Kwa Kiswahili kizuri, alikuteua pamoja na yeye atendaye kama anavyotaka. Tazama, alikubariki kabla ya msingi wa ulimwengu, aliandika jina lako katika kitabu cha uzima. Sasa mtu anaposema lazima, anapoanza kupotosha, anahitaji kujitahidi uelewe. Hiyo ni kupotosha maandiko. Lakini mchungaji, unamaanisha Mungu alikusudia uelewe? Sikia, kwa nini unanipotoshea mstari ili niuelewe? Wakati mstari unakuambia wazi kwamba wewe ni kazi yake, uliumbwa kwa Kristo Yesu kwa matendo mema ambayo yeye aliwatayarishia ili utembee humo. Na mtu akisema kutembea kunamaanisha kusubiri, na kusubiri ni kitu kingine. Sikia, kwa nini unapotosha mstari sana? Niruhusu niamini ninasoma. Unanielewa, unanifahamu. Bwana alituita kwenye amani. Anasema, mpeni wasiwasi wenu juu yake kwa sababu anawatunza. Hatakudanganya. Atakudanganyaje? Anakuambia alikubariki, alitayarisha mema utembee. Kwa nini unasukuma imani? Hapana. Unatembea hapa. Tazama, unatembea hapa sambamba na Roho kwa utulivu na tabasamu. Nimebarikiwa, mimi si mwenye taabu, mimi nina imani. Hapana, lakini Mungu alisema
Basi Mungu alisema, usijali sana, mimi ndiye nifanyaye, na wewe umejali zaidi yangu. Mimi ni shahidi, Mungu alikwambia. Niache, nimeshamalizana na Mungu, kwa nini unanikumbusha Mungu aliniambia? Nini maana ya hilo? Nini nia yako ya kwamba Mungu alinieleza? Niache peke yangu na uendelee na njia yako na mimi nitaendelea na njia yangu, na lile ambalo Mtume Paulo anasema kwamba kila mtu hapa atabeba mzigo wake mwenyewe linatimia.